Na kusalimu mpenzi mtazamaji wa Hallmark TV, upo nami Raja Le Prince, na upande wa pili nipo naye Clemence ambaye ni dada ambaye anafanya vitu vizuri na ambaye anafanyikisha image ipate kufikia hapo ulipo. Na siku ya leo nimeamua kufanya mwaliko mkubwa kabisa, mwaliko rasmi kwa mtu maalum ambaye tutakwenda kuongea naye kuhusu mambo fulani kuhusiana na ushawishi wa media katika kutangaza injili ndani ya shirika la Methodist huru nchini Kongo na ulimwengu mzima kwa ujumla. Na nipo naye hapa kiongozi ambaye tutakwenda kumsikia mawili matatu. Kiongozi, hujambo? Hujambo, tunashukuru. Karibu sana kwenye kipindi chetu. Asante pia kwa mwaliko huu, tunashukuru kwa neema hii. Naona unapendeza sana. Mama amefanya vitu hapo kabisa. Asante kwa neema, ni Yesu amefanya. Wow. Hivi wewe ni nani haswa? Kwa majina naitwa Bienfait Lwecha, na itikia kwa hayo majina, na ni moja tu ya watumishi wadogo kwa neema ya Mungu, na napenda sana kujifunza. Na tungependa zaidi kujua ni sehemu gani ambapo unasali, unamwabudu Mungu. Labda ingekuwa hiyo ni faida kwa watazamaji wanaotufuatilia kwa muda huu. Kwa kuabudu Mungu, abudu Mungu katika kanisa la Free Methodist Church, ni kwa parokia ya Kimanga, ni katika nchi ya DRC, province ya Sud Kivu na mji wa Uvira. Ni hapo tunapatikana na tunaabudu pamoja na wengine. Nikumbushe tu watazamaji kwamba hapa tunapatikana ni katika jiji la Uvira, ambapo tumefanya kabisa safari kutoka huko tulikokuwa hadi kufika hapa kwa ajili tu ya kuja kuweza kukupatia vitu kama na hivi ambavyo utakwenda kunufaika navyo kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Mheshimiwa, tumesikia habari ya kwamba wewe ni mmoja wapo kati ya watu ambao wamehusika kabisa kushawishi uwekezaji wa media kwenye shirika la Methodist nchini Kongo. Hili swala likoje upande wako? Nafikiri kwamba linaweza kuwepo, ni mchango ambao tu tumekusudia kwamba tunaweza pamoja na wengine kuchangia, ili tuone kama injili inaweza pia kufanyika kwa viwango vingine, kwa hatua nyingine za kisasa ambazo zimekuja, ili kwamba kuwasaidia vijana na watu wengine wote ambao wanazoea mitandao. Kuna watu gani au ni mtu gani ambao au ni kitu gani ndo kimekushawishi hadi kuchukua mawazo kama na hayo ya kuweza kutengeneza media kwa ajili ya kutangaza injili? Nafikiri ni watu ambao tumetumikiana nao, na kazi ambazo tumetumikiana nao, na nikikumbuka wakati ule ni mwaka wa 2013 tukiwa Bukavu hapo kwa parokia Nyawera Free Methodist Church, wanaita Cathedral Monseigneur Biaene. Tulikuwa na watumishi wengi tu, na mimi nilikuwa miongoni mwao. Tumetumikiana vizuri, wakubwa wazuri, vijana ambao tumetafuta kabisa kujifunza kwa umoja mkubwa sana, na ni ule umoja ambao ulisukumia ndani yangu, dhamira zangu zikaona kwamba ni kazi kubwa ambazo zinafanyika hapo, na labda inaweza kuwa vizuri kazi hizo zikitangazwa zinaweza kuwa na mchango mojawapo wa kugusa mioyo ya watu, kupenda sana Kristo, kuona kwamba kuna watu ambao wanampenda Mungu na wanatamani sana kujitoa kwa kila kitu ambacho walicho nacho kwa Mungu. Ni hapo hiyo dhamira zilianza. Nilianza na kutengeneza group kwa ile wakati. Sikuwa kabisa na uwezo mkubwa wa mambo ya mitandao, lakini nilianza na group ambayo hadi sasa ipo na ina watu wengi ambao wanaifuatilia, Les Amis ya Reveil Choir. Ni hiyo tulianza nayo. Na hapo tulipofika Uvira mwaka wa 2015, ni hapo tumeona kwamba tuingie. Tulikuwa tushakuwa na uwezo kidogo pia wa uzoefu wa mambo ya mitandao. Tumefungua mtandao wa Kimanga Parish na kuutumikia tu. Na wazee, wakati ulipoweza kupata hayo mawazo na hayo maono, wazee viongozi wa kanisa la Methodist hususan kwenye parokia ya Nyawera na parokia ya Kimanga walipokeaje hilo wazo lako? Kwa parokia ya Nyawera
ilikuwa ni group tu, ni kama vile ilikuwa inatumika nje ya kanisa, na hiyo haikuwa kabisa na matatizo, wala haikushikiliwa kabisa kama ni jambo mojawapo ambalo linaweza kusaidia. Lakini tulipokuwa Kimanga ilibidi tuingie katika daraja nyingine la kutumika ndani, na swali kama wamepokeleaje, nafikiri haikuwa rahisi. Ni mambo mapya ambayo kwao ilikuwa kama ni kitu ambacho kinakuja kusumbua utaratibu wa ibada. Ni kitu ambacho kinakuja kusumbua utaratibu wa ibada. Kamera inakuja, watu wa kutembea ndani ya kanisa ni kama vile mbele hawakuwa na hicho kitu, na wakati kinakuja kusumbua ule utaratibu wa ibada, ilibidi kabisa kuchukua muda kabisa, na kama tunasema muda ni muda, ili kwamba waelewe, ili kwamba waone kwamba ni chombo ambacho kinaweza kutumika pia katika ibada. Na bila shaka uliweza kukutana na changamoto katika kuweza kufanikisha hilo swala? Nyingi sana, changamoto nyingi sana, tena sana. Kwanza kupokea ukubalifu haikuwa rahisi. Ni kama vile ni jambo tu ambalo tulingangana kulitumika. Niweze kukumbusha watazamaji ya kwamba hapa tunapatikana ni katika jiji la Uvira, ambapo tumefunga safari kwa ajili ya kuja kuzungumzia ushawishi wa media kwa sababu ya kutangaza injili katika shirika la Methodist huru hapa nchini Kongo na duniani. Na tupo hapa naye kiongozi Bienfait ambaye ni mbeba mahono wa masuala ya media kwenye parokia ya Kimanga. Mheshimiwa, unahisi ni watu gani ambao wanaweza kunufaika na injili ambayo inatangazwa kwenye media tofauti na watu wa Methodist? Mimi nafikiri kwamba wa kwanza kunufaika ni wale ambao wanashiriki yale maibada. Ni wao wananufaika zaidi, na wa pili kunufaika ni watu ambao wako mbali, Wakristo wa Methodist ambao wana hamu kuwaona wenzao, kuisikiliza injili ya imani yao. Lakini pia wapagani ambao wako mbali, sababu tuna shuhuda nyingi ambazo zimetolewa. Mtu amesikiliza neno la Mungu kupitia mitandao, mtu amesikiliza ushuhuda kupitia mitandao, lakini mtu pia ameona jambo ambalo limemuingia kabisa kwa msaada wa Roho Mtakatifu, na akajitolea tu kujisogeza, hususan na vijana. Ni mojawapo wa kundi ambalo limenufaika sana na mitandao ama injili kwenye mitandao. Hebu tupate kujua ni mchango gani ambao media imeweza kuchangia katika kutangaza injili kwa ulimwengu mzima, tukizungumzia Methodist kwa kipekee na ulimwengu mzima wa watu wanaomwamini Kristo. Ni mchango gani ambao media imeleta? Kwanza, media imekuja ni kama vile kupeleka injili ndani ya vyumba vya watu. Imeibeba injili ndani ya nyumba za watu. Kuna watu ambao wana magumu ya kusikiliza neno la Mungu, sio tu magumu ya mazingira ya kwao, lakini tunapenda kuongelea magumu ya mazingira ya nchi. Kuna watu ambao haiwezekani kutokana na nchi yao kusikiliza injili, lakini wakati anaipata kwa mitandao inamsaidia. Lakini pia kuna watu ambao wana magumu ya kusikiliza injili kutokana na hali yao ya kiafya, ama hali yao ya matokeo mojawapo inaweza kuwa vita. Sisi ni watu ambao tunakomalia katika mazingira ya vita, na kuna watu hakuna jinsi wakusanyike katika maibada, lakini wananeemika kupitia mitandao. Injili inawafikia, lakini kuna watu pia hawajajisikia bado kuingia ndani ya kanisa kusikiliza injili. Injili inawafuata kule mahali waliko, kule pa nafasi yao, kwenye madhaifu yao. Injili inawafuata katika nyumba zao za siri. Injili inawafuata kwenye nyumba zao za ukahaba. Injili inawafuata katika nyumba zao zenye madhaifu mengi ya ulimwengu.
lakini injili inawafuata huko, watake wasitake, wanaisikiliza injili kwa sababu iko kwenye mitandao, na utofauti kwamba mtu anaweza kupokea mtu ama wanaweza kuingia ndani ya kanisa. Na kuna mtu mmoja ambaye kipindi na andaye hichi kipindi aliniuliza, je, media ipo kwenye Biblia? Nikasema ili kwamba tuweze kupata majibu kwa faida ya wote wanaotutazama, nitakwenda kukuuliza wewe, haya masuala ya media yapo kwenye Biblia, na ni kifungo gani ambacho kinaweza kikatupa nguvu ya kuweza kuwa convince watu kama na hao ambao wanauliza maswali kama haya? Ulimwengu unabadilika na maono yanakuja tofauti. Mtu anapouliza kwamba media iko kwenye Biblia, mimi nitaitika ndio, iko kwenye Biblia. Kwa sababu media imepata maendeleo mengi kutokana na miaka, kutokana pia na nyakati. Tukiingia kwa Biblia, utaona kwamba Paulo ametumikisha ni kibarua. Barua ni mojawapo wa media. Barua ni mojawapo wa media. Kwa wakati ule wa wakina Paulo, ilikuwa ni barua, ilikuwa inatumiwa, inaenda. Na wakati watu walipoendelea, kuna radio zile sijui za ule wakati zilitoka, na magazeti, watu walitumia gazeti, watu walitumia radio zile ambazo za zamani. Lakini mambo yaliendelea, leo kuna TV za kwenye mitandao, kuna radio za kwenye mitandao. Yaani injili haina nafasi ya kuwekea mipaka. Haina nafasi ya kuwekea mipaka kwa kila kitu ambacho kinaundwa na ambacho kinaweza kutumiwa ili kwamba injili ifikie watu. Nafikiri ni kitu kikubwa cha kuchukua na kukitumia ili kwamba watu wapate kupokea hiyo neema, kwa sababu ukikumbuka Yesu aliambia wanafunzi aseme muwaonee huruma hawa, muwaonee huruma hawa ambao hawajaniamini, Na katika kuwaonea watu huruma, tunatumikisha vitu vingi. Watu wanatembea kwa mguu, sijui watu wanaweka pesa zao nyingi ajili ya kutangaza injili. Nafikiri media, kusema kwamba media haiko katika Biblia sio kweli, ni imetokana tu na wakati. Ni hivyo tunajibu kwamba media inatokana na wakati na imetumiwa hata kwa Biblia. Paulo ameitumia. Wakuu viongozi wa shirika la Methodist kwa ujumla na parokia Kimanga kwa kipekee, wanachukuliaje uwepo wa media katika mahibada zao, au kufikia hadi nafikiri hivi karibuni inaweza ikawekwa hata kwenye katiba ya kanisa? Ni jambo jipya kwa kanisa la Free Methodist Church, ni jambo jipya kwa Kongo. Hatutasema kwa kanisa lote au makanisa yote ya nchi zote, ni jambo jipya. Nafikiri ni mambo ya kwenda nayo polepole. Jinsi wanavyoichukulia, kuna wale ambao sasa wanaanza kuelewa kwamba ina umuhimu wake, sababu imeunganisha watu walikuwa wanapoteana, watu wamepita ndani ya kanisa, lakini kuna sasa miaka mingi hawajui habari za lile kanisa. Wanazijua ni kama vile Paulo tu, wakati alikuwa iko mbali, anatuma kibarua, anauliza habari ya kanisa ambayo ameiunda. Watu wanapata fursa ya kuelewa na kujua pahali ambapo nimepita, kazi za Mungu zinafanyika namna gani. Na jinsi wanavyochukulia wazee wengi, watumishi wengi sasa wanaelewa, lakini kuna changamoto ndani, sababu hata kama wataelewa, havijawa kabisa ndani ya vitabu vyetu kirasmi. Ni jambo ambalo limekuja na linaendelea kukubaliwa, lakini kutakuwa muda. Hilo ni mojawapo ya nia ambayo tuko nayo kwa sasa, ya kutaka kwamba kanisa letu liweke katika vitabu, sababu jambo kama halijaingia kwenye vitabu kwa kanisa letu, hilo jambo linaonekana kama haliko sawa na haliwezi kuwa na maendeleo mapana. Media haiwezi kuwa na maendeleo mapana kwa kanisa la Free Methodist Church kama bado halijaingia kwenye vitabu vya Free Methodist Church. Wapenzi watazamaji wa Homac TV, upo nami Raja Le Prince, na hiki ni kipindi chako kipendacho ambacho tungependa kujua zaidi sana ushawishi wa media katika kutangaza injili
kwenye Methodist na ulimwengu mzima. Wewe maoni yako ni yapi? Utuandikie maoni yako hapo chini kwenye comment section ili kwamba tuweze kukusoma na tuweze kujua ni yapi maoni yako au mapendekezo yako. Tupo jijini Uvira na upande wa pili wa kamera yupo mwanadada Clemence ambaye anafanya vitu vizuri. Na nipo naye hapa mheshimiwa Bienfait Lwecha ambaye ni mbeba mahono wa masuala ya media kwenye Methodist katika parokia ya Kimanga. Mheshimiwa, hivi wale watu ambao wanazungumzia kwamba media ni chombo cha shetani ambacho anakitumia kwamba kuwateka waumini, hao watu unawaambiaje na unaweza ukawashauriaje watu kama na hao? Mambo ya kitu shetani kukiweka katika kila jambo ni kwa sasa ni kawaida ambao unafanyika kwa kila kitu, kwa sababu ni kweli kwamba shetani anatumika kwa kila kitu. Kuna wachungaji pia wa mashetani, kuna waimbaji wa mashetani na ambao wanatumia nguvu za kishetani, na nafikiri mambo ya media siwezi kusema kwamba ni ya mashetani, kwa sababu hata sisi walio wa Mungu, hata wale walio wa Mungu kwa unyenyekevu kabisa tunaitumia ajili ya kuleta mabadiliko katika ulimwengu, ajili ya kugusa mioyo ya watu, ajili ya kuwaita watu kwa Kristo. Inatokana na jinsi unatumia hicho chombo, inatokana na jinsi unakitumia. Unaweza kuwa na media kwa kitumia kwa maslahi ya kishetani, basi hiyo tutaiita ni ya shetani. Lakini kama una media na unaitumia kwa maslahi ya kutangaza neno la Mungu, kumuinua Mungu mwenyewe, basi acha tuseme kwamba hicho ni chombo ambacho kimewekwa wakfu kuhudumia ajili ya kumtangaza Mungu, na tunasema ni jambo la Mungu. Na nafikiri swala hili pia limeweza kuleta hata pia changamoto katika kuweza kushawishi wazee kukubaliana na haya mambo ya media kwenye Methodist. Nafikiri hilo halikuwa sana. Naweza kusema kwamba ni mojawapo tu wa matokeo ya mazingira, jinsi watu wanasema, jinsi, lakini kiundani kabisa hayakuwa hivyo. Ni mazingira ya watu, ni mazingira ya kutokuzoea, kutokuwa na uzoefu wa hayo mambo ya media. Na kutoka mwaka 2015 hadi kufika sasa, umekutana na changamoto gani katika kuweza kuelewesha watu kwamba media ni muhimu katika ibada au katika kutangaza Injili? Katika kuelewesha watu, ni kuelewesha mtu ni mtu kwanza apende kuelewe. Na changamoto ya kwanza ni watu kupenda kuelewa. Watu kupenda kuelewa. Hiyo ni changamoto ya kwanza. Na kwa wale ambao wanaoelewa kidogo, ni kwamba wanaona kwamba ni mambo ambayo ni mambo ya kigeni kwa kanisa letu, ni mambo ambayo hayako kwenye vitabu vyetu. Hilo ni la pili. Lakini pia changamoto ni ukosefu wa uzoefu na wa watu ambao wanazoea kufanya hiyo media, hususan vijana ambao wanajitolea kwa kazi ya Mungu, kutumika kwa ubunifu mkubwa, kwa ustadi mkubwa, sababu ni jambo ambalo linaomba ubunifu, ustadi, uelewa wa vitu, na hayo yote ni mojawapo ya changamoto ambazo zinatuma kwamba hata wale ambao wanataka kuelewa hawaelewi vitu vizuri, sababu ndani yake ya kile kitu kuna kile wana utoto, tutaita vile amateurisme ingali. Na ile amateurisme pia ni mmojawapo wa changamoto ambalo inatuma watu wasielewe kile ambacho tunakifanya. Na unahisi Hallmark TV ambayo upo mbele yake sasa hivi inaweza ikawa na msaada gani kwenu ninyi ambao ni Methodist, Free Methodist Church ya parokia Kimanga katika kuweza kuimarisha media yenu? Na Hallmark tunashukuru kwanza kutupa fursa hii. Hii ni fursa kubwa, ni jambo la kushukuru, lakini pia si kwa parokia Kimanga. Media sasa hivi kwa Free Methodist Church Congo, parokia nyingi
na nazifurahia sana, kwa sababu kuna vijana ambao wanajitolea licha ya kwamba wanakutana nao na hizo changamoto, lakini wanajitolea na kutumikia Mungu. Mchango mwingine ni kwamba vyombo media inahitaji vyombo ambavyo viko sawa na ambavyo vinaweza kuleta ushawishi mkubwa katika hiyo kazi. Unapochukua picha, unapochukua video ambayo sio kabisa nzuri, hiyo nayo haivutii, haileti kabisa kazi kubwa, haionyeshi kama kazi mnayoifanya ni nzuri, na watu siku hizi wanapenda vitu vyote viwe vizuri. Ni mchango ya kwanza. Ya pili ni vyombo, kutusaidia vyombo Homac, lakini pia kutushawishia watu sijui kama tunaweza kuisema hivyo, watu wa diaspora ambao wako huko wakumbuke kwamba wameacha makanisa, wakumbuke kwamba wameacha kazi ya Mungu. Kuna nafasi ambako umepitia, umeacha kazi ya Mungu hapo, na ni vizuri kama unaweza kusapoti mojawapo ya kazi, sababu vyombo vingi viko huko tena vizuri ambavyo vinaweza kufanya tofauti kabisa. Wasaidie haya makanisa ya Free Methodist Church ambayo sasa wana media nyingi. Bukavu ninaweza kusema 3. Hongea na watu wa diaspora wanakufuatilia kwa muda huu. Bukavu kuna 3 ambazo ninafahamia vizuri, au 4-5, lakini Lubumbashi, Kolwezi, hapa Uvira tuna nyingi. Baraka sasa kuna ile ambayo imeundwa. Hizo zote, kwa niaba ya hizo zote ni kwamba tuna haja ya vyombo, na watu wa diaspora mtusaidie vyombo kwa media za makanisa ya Free Methodist Church huko. Lakini kwa mwisho ni mtusaidie vijana wetu huku, wale ambao wanajitolea wapate masomo ajili ya mambo ya media. Masomo tu nzuri, sababu wameisha jitolea, na mtu ambaye anajitolea huyo akifundishwa anafanya kazi vizuri kuliko mtu ambaye alijifunza kisha aje, huyo atakuwa mtu wa mshahara. Watu ambao tunatumika nao ni watu wa kujitolea, wa volontaire kabisa, lakini wakipata elimu ya media inaweza kuwa kazi ambayo itasaidia. Ni hivyo tumependa pia Homac itusaidie kwa watu wa diaspora, mtusaidie watu wa Kimanga waliotumika kwa maparokia yetu, kwa mabaraza zetu Sud Est, Aboke, Kivu Est, Nord Kivu, sijui Haut Plateau Nord, Haut Plateau Sud, Moyen Plateau, Katanga, Kinshasa, hata Tanzania. Tunasema kwamba na Kivu West pia nilikuwa na sawa hiyo baraza. Mtusaidie watu ambao wako huko, mtusaidie vyombo ili kwamba media zetu zipate kuwa vizuri. Naam, tuweze kumaliza. Lakini kabla ya kumaliza tuweze kuuliza nafasi ya vijana wa Kristo katika kutangaza injili kupitia media ipo wapi kwenye Methodist Church? Hiyo hatujaitumia sana. Hatujaitumia, ni mojawapo ya changamoto kabisa ya vijana wa Free Methodist Church kutumia media. Ni wachache, ni wadogo, na wengi wakitumia wanatumia kwa vitu vingine. Ni mojawapo hata moja ya pointi ambazo tunazidi kushawishi vijana kupenda kutumia mitandao ambao wako nayo kutangaza injili, na nafikiri hiyo itafikia tu, sababu tuko polepole na tunaanza kuona mabadiliko yanaanza kuwepo ya vijana wa Free Methodist Church kutumia media ajili ya injili. Na tunawahimiza pia, acha tuwahimize vijana wa Free Methodist Church, sababu tunaona wengine wanajitolea kitofauti, bila haya, bila uoga, kwenye ujasiri mkubwa, na tunawahimiza sana ili kwamba wajitolee. Media walizo nazo ziwe media za kutangaza injili.
Naam, tumefika mwisho wa kipindi chetu, lakini sijui kama ulikuwa una ujumbe gani kwa watu ambao wanakutazama muda huu, wa shirika wa Methodist na watu walioko nje ya nchi, hata wale ambao sio wa Methodist na hata pia wale ambao sio wa Kristo. Una ujumbe gani kwa ajili yao? Ujumbe wa kwanza ni kushukuru kwanza Hallmark kwa kutupa kibali na fursa hii, lakini pia tuna ujumbe wa pili ni upande wa Kristo wa Free Methodist Church, ni kwamba ni muda mwingine ni vyombo vingine tuvichukue na tuvisapoti. Tunaomba kabisa wale ambao wanajitolea kwa mambo ya media katika makanisa zetu wasapotiwe vilivyo, kuanza vyombo, kuanza kwa pesa za mitandao, sababu ni hao wanajitolea. Lakini kwa wale ambao wengine wote ni kwamba wazidi kusikiliza injili kupitia media, itawasaidia, italeta faraja, italeta mabadiliko na itawasaidia kwa vyote. Na washukuru sana wote ambao wametuunga mkono kuanza mwanzo wa kipindi hiki hadi kufika mwisho. Niweze kumshukuru pia dada Clemence ambaye amejipa muda wake kuweza kufanya video iweze kukufikia hapa ulipo. Pia niweze kushukuru Mheshimiwa Bienfait kwa muda wako na kwa yale maoni ambayo umeenda kututolea. Nipate pia kutoa shukrani zangu kwa timu yote ya Hallmark TV, ikiwemo mchungaji Mela Mombo akiwa hapo USA, pamoja na mchungaji Makems Swedi ambaye yupo pia hapo Umarekani. Tukutane katika kipindi kinachokuja hapo baadaye. Jina la Bwana libarikiwe. Uwe na mchana mwema na usiku mwema. Mungu akubariki.